نبينا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الطلاق، باب جوازه للحاجة وكراهته من عدمها وطاعة الوالد فيه. Tunaendelea na kitabu chetu Muntakhal Akhbar katika ukurasa wa 539 wa kitabu changu hiki. Leo katika siku hii ya Ijumaa ya kwanza katika mwezi huu wa Shaabani wa mwaka 1447 tupo katika kitabu Talaq. At-talaqu huwa halu uqdati at-tazwiji bialfadhin au bilafdhin makhsus. Ndio maana talaq katika sheria. Talaq maana yake ni kufungua fundo la mafungamano ya ndoa kwa tamko maalum. Ni kwamba kama tunavyoingia katika ndoa kwa tamko maalum la zawajtuka, na vile vile mtu anatoka katika ndoa kwa talaka kwa tamko la talaqtuki, kumwambia mkewe hivyo. Hiyo ndio maana talaq. Talaq ilikuwepo tangu wakati wa jahiliya, kabla hujaja Uislamu. Talaq ilikuwepo, lakini ilikuwa kwa mujibu wa taratibu zao wao hata wa jahiliya. Ulipokuja Uislamu nao ukathibitisha kitu talaka, ili ionekane kwamba ndoa sio kama vile wanavyosema watu pingu za maisha. Hapana, ndoa ni makubaliano maalumu baina mke na mume. Ikisilihi basi ndio shaslihi, hayakusilihi basi panatafutwa ufumbuzi mwingine. Talaka ina masharti. Huwezi kuwa zungumzia talaka mpaka kwanza apatikane mume. Mume ndiye mwenye haki ya kuacha. Mume ndiye anayeacha, ndiye aliyooa na ndiye anayeacha. Kadhalika apatikane mke. Haiwezekani mtu kusema kamwacha mwanamke ambaye hakumuoa aseme kamwacha. Hapana, mpaka amuoe awe ni mke, hapo ndio itakuwa ni talaka. Nyingine sigha ni tamko maalum, amwambie talaqtuki, na nyingine matamko ambayo yanahitaji nia. Hiyo ndio talaka katika sheria ya Kiislamu. Talaka si jambo zuri, kweli limeruhusiwa na ruhusa, lakini kwa hakika si jambo zuri wala si jambo la kuchezewa katika ndoa. Ukisoma Qur'an utaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kaweka sura maalum, Suratul Nisa, ambayo ina aya 176, na kuna vile vile Suratul Talaq ina aya 12, ambayo pia hii wengine Suratul Talaq wanaita Suratul Nisa ndogo, kwa sababu yote haya ni kutaka kulinda haki za mwanamke ambazo mara nyingi zinachezewa hata katika masala, hasa katika masala ya talaq. Haki za mwanamke mara nyingi katika talaka zinachezewa, na hiyo inakutokana kwamba mtu anapotaka kuoa anakwenda kumtafuta mwalimu popote. Anaweza kumchagua mwalimu akamchukua kutoka katika Gongo la Mboto akamharimia aje kumuozesha, anafundishwa zawajtuka, lakini wakati wa talaka anakurupuka tu, anaacha. Wakati talaka ni swala gumu kuliko hiyo ndoa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwalinda wanawake
kaweka sura maalum surati Nisa na aya 176 na surati Nisa ndogo ambayo ni surati Talaq ina aya 12. Talaq sio uamuzi wa mwisho, si kwamba baada ndoa haraka haraka mtu afikirie kwamba kuna talaka iwe ndio marejeo yake. Hapana, sio lengo la ndoa. Lengo la ndoa sio talaka. Lengo la ndoa ni kudumu naye mke mpaka siku hiyo Kiyama uwe naye, awe ni mkeo tangu hapa duniani mpaka kesho katika pepo. Kwa hiyo talaka si uamuzi wa mwisho. Kuna mambo ambayo yatakiwa ayapitie kwanza Muislamu. Ikiwa haikuwezekana, hapo ndio uamuzi unakuwa ni wa talaka. Anasema azza shan, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadhribuhunna. Iwapo nyinyi mna hofu ya kwamba mwanamke huyu au mke huyu haingii katika taa ya mumewe vizuri, atakuwa ni uasi, basi bado hujapata sababu ya kumwacha mke haraka haraka, si masuala ya kukurupuka. Kwa hiyo kwanza fa'idhuhunna, umuonye, umpe mauidha, huenda akabadilika akafuata maelekezo yako. Akiendelea kuwa ni mjeuri asikii, basi wahjuruhunna. Unayo haki mume kumuhama katika malazi, ukawa ulali naye kitanda kimoja, ukalala chini au katika kitanda kingine, au kahama japo chumba ukenda chumba kingine, lakini si kuhama nyumba ukenda nyumba nyingine, wala kumuhama kabisa ukamwacha yeye ukwenda kwa mke mdogo. Hiyo itakuwa ni khiana. Haya mambo yenu wenyewe hapo hapo nyumbani tu, yasitoke nje. Unamuhama akiona hivi kwamba mume wangu amekasirika, anaweza akaishi kitu. Wadhribuhunna, anayo nafasi ya mume kumpiga mke, lakini sio kipigo kile cha kumpiga kama kipigo cha mbwa koko. Hapana, kwa lugha kisasa unampiga kiasi fulani tu kuonyesha kwamba kweli mume wangu hapa kakasirika mpaka ananipiga. Huenda akabadilika akafuata taa kama inavyotakikana. Zote hizi ni hikma zake Allah azza shan, kutaka ndoa baina ya mke na mume idumu. Malengo ya ndoa ni kwamba iendelee mpaka hiyo siku ya hisabu. Ikiwa hatawati hizi hazikuwezekana, basi fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kwa hiyo kesi ifike kwa wahusika, msimamizi upande wa mke, badi wake au mfano wa nafasi yake, na upande wa mume, wakae wazungumzie kadhia yenu watu wawili. Ikitokea hali kama hii ya kutokuelewana baina ya mke na mume, wanachukuliwa waamuzi wawili, upande wa mume na upande wa mke. Hawa ndio wanaokuwa na haki ya kuzungumzia kadhia nyumbani, si kwenda mahakamani wala si kwenda kwa kadhi. Wewe uende kuomba talaka bwana, unataka watu wakileta sulhu. Na ukiangalia kwa hali ya leo ilivyo, ukienda kwa hao unaoona wataingilia kwa kesi yako kuzungumzia watu ambao hawahusiki kwa upande wa mume wala mke, waweza wakaivuruga ndoa yako, kavurugwa, ukatoa talaka, mke akaolewa na mjanja kwa sababu amekuzidi kwa ujanja. Kwa hiyo fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan. Na baraka ndani yake masala haya kifika hadi ya kuzungumziwa na watu wawili, waamuzi wawili, ujue ndani yake pana baraka. Kwa hiyo in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, wakiwa nia yao nzuri, wana lengo la kutaka sulhu, hawataki kuivunja ndoa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawafikisha. Hiyo ni hatua, hizo ni hatua ambazo zimewekwa ili talaka iwe ni uamuzi wa mwisho, ni uamuzi wa mwisho. Ikiwa haikuwezekana, pia ikitokea talaka, pia sio hapo kwa hapo. Haiwezekani muache mke hata akiwa katika siku zake. Ni haramu kumwacha mke akiwa katika siku zake.
na mbele tutazungumzia sheria hiyo. Na yote ni kwamba sio mkigombana tu talaka haraka, akiwa mke yuko katika siku zake ni haramu kumwacha. Na vile vile kama mumuingilia, sio tu baada ya kumuingilia haraka unampa talaka, la, kuna kipindi maalumu. Haya mambo yanahitaji mtu anapotaka kumwacha mke kwanza arejee kwa watu wanaojua mambo haya katika sheria za dini, isionekane jambo la maamuzi kwa kubwa utaki, sasa unaamua wewe unavyotaka. Na pia sasa ikitokea bahati mbaya talaka, pia bado nafasi ipo utaka kuilinda ndoa, kuna idda tena inavyotakikana. Mke huachwa talaka moja tu, sio talaka tatu. Talaka moja tu ndio talaka ya sunna, umwache talaka moja. Ili nini? Kipatikane kipindi cha idda, na muda wa idda mke bado yuko nyumbani. Yote hizi sababu za kutaka kujaribu kuyapoza mambo, ndoa iendelee upya. Allah azza shanu anapenda ndoa yenu iendelee, nyinyi tu ndio mnapenda ndoa ivunjike. Kwa hiyo muda wa idda ule anaweza kumrejea mkewe, na mke wakati huo yuko nyumbani. Hatawati kama hizi zilizozungumzia. Pia kuna njia nyingine, itakuwa ni hatua ya 7. Kama mnakumbuka kunyuma tulizungumza hadithi Bibi Sauda radhiallahu anha, alipoona kwamba nishakuwa mtu mzima, siwezi kumhudumia mume wangu ambaye ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akakubali kutanazal, kusamehe haki zake. Na vile vile ikitokea hali kama hiyo, mke akiona kwamba hapa ndipo sitimizi haki za mume, labda nauguliwa na mama au baadhi ya mambo ya lazim, anayo nafasi ya kukubaliana na mumewe. Kama mumewe na mke wa pili, basi zile haki apewe ile mke wa pili, ili mradi nini? Kulinda ndoa, sio haraka tu niache. Kitu hicho hakitakikani katika sheria. Unapoteza nafasi ambayo una haki kuitumia. Inatakiwa ndoa iendelee mpaka siku hiyo ya watu kuingia peponi, kwani mwanamke ana nafasi kubwa sana kwa mumewe. Mwanamke katika watu, mwanamke akiwa mwema mcha Mungu, anaweza kumtakia shafaa mumewe. Muda kwa mumewe ni Muislamu, anaweza kumtakia shafaa, akaondolewa katika hali mbaya akaja katika hali nzuri, au katika pepo ya chini akapanda katika pepo ya juu. Nafasi kama hii unaipoteza, haitakikani. Talaka tumesema ni kitu ambacho ni halali, lakini pamoja na kuwa ni halali, sheria inakuja katika hali leo unayopomwacha mke. Kuna wakati mubah, mwenyewe ukaona kwamba mimi naona siwezi kuishi naye na sababu zangu, ukamwacha mke, unaweza kumwacha mubah. Lakini kuna talaka haramu, kama tulivyoitaja nyuma, kumwacha katika siku zake ni haramu talaka, lakini haramu, unapata dhambi. Pia haitakikani kumwacha kwa talaka 3 kwa mpigo. Masala ya talaka yatakiwa yazungumziwe, hata juu ya mimbar yazungumziwe. Nakumbuka almarhum Sheikh Abdul Aziz bin Salih rahmatullah alayhi, alikuwa ni imamu katika masjidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nimemsikia kwa masikio yangu akazungumzia talaka, vipi unakwenda kumwacha mke talaka 3 mara moja. Masala kama haya yanahitaji wanazoni wayakemee, tuelimishane sisi sheria ya Kiislamu hata juu ya mimbari. Kuna talaka ambayo ni makruhu, akiwa mke unashaka naye, labda hakutulia, mwendo wake si mzuri, ingawa huna dalili za kutosheleza, kimwacha hiyo si tamadhi. Na kuzia talaka makruhu ni kumwacha mwanamke ambaye yeye hana sababu za kumwacha, wewe mwenyewe ghafla tumemwacha kwa sababu zako maalum, hiyo ni makruhu. Lakini talaka mustahabi ni hiyo ya mke ambaye unashaka naye kwamba hajatulia, mwendo wake si mzuri na huna dalili za kutosheleza, basi ni mustahabu, ni sunna kumwacha, baraka itapungua nyumbani. Na kuna talaka ya wajibu,
wakati huo sheria inakulazimu mwache mke. Akiwa sasa ugomvi unaendelea hadi ya kuwa umewaita waamuzi upande wake na upande wako wewe, wakakaa wakajadiliana, hatimaye kusema hapa naona hapa hakuna ndoa, wakatoa amri wale kwamba ampe talaka yake, basi itakuwa ni wajibu, una haki ya kungania. Ufahamu kwamba somo la talaka ni somo ambalo kwamba ni kubwa sana, na talaka anayemiliki talaka ni mume ndio mwenye talaka, ndio alioa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wao wanaume ndio wasimamizi. Pia kwa hikma, talaka kama ingepewa mwanamke ingekuwa hakuna ndoa, maana mara tu mwanamke kuna watu wengine wakiwa katika siku zao wanakuwa wakali, mkigombana kidogo, nipe talaka yangu, yaona talaka jambo dogo sana. Wengine wakiwa wajawazito, basi kama hivyo nipe talaka yangu, ingekuwa talaka nyingi sana kama amri ingekuwa iko kwa mke. Lakini mwanamume kidogo anaweza kuvumilia, akatoka kidogo, akapunguza hasira zake, akarejea, mambo ikazidi. Talaka ni jambo ambalo kwa analitaka haraka mke kwa hasira, alafu yeye ndo anailia, akishaachwa analia. Zamani kulikuwa hikaya, zamani kulikuwa katika kijiji fulani kuna mwanamke kapewa talaka na mumewe, kila akipita barabarani anaulizwa, mama nani, bado saizi unaenda wapi? Asema sina kwa Chiba. Ndio kwa watu wa pwani watano, nimeachwa. Akaenda mbele, vipi, mbona kila muulizaye sina kwa Chiba? Ujue kwamba talaka ni kipigo kikubwa sana, si jambo la maskhara. Kwa hiyo ngazi kama hizi zinatakiwa zipitiwe mpaka hapo utakapofika mahali tena uamuzi ukifika, basi hapo ndio talaka ipatikane. Na tuendelee na hadithi wa kitabu talaq. Hiyo ndio talaq, ni kama utangulizi tu, nimeutoa utangulizi kirefu ieleweke kwamba swala la talaka ni swala gumu. Mshauri kwamba rahisi sana tukuacha. Kuna hikaya fulani inazungumzwa ambayo imo katika vitabu vya sira kwamba eti sahaba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na mjukuu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, eti ilikuwa yeye ana tabia kuacha mpaka inaambiwa baba yake akapanda juu ya mimbari akasema, huyo Hasan mwanangu msimpe mke huyu ni mitlaq. Neno mitlaq kwa Kiarabu ni mume anaacha, anapenda mno kuacha. Habari kama hizi kwa hakika zimo katika vitabu vya sira, lakini si za kukubalika haraka. Kuna wanaweza kubali, lakini pia vile kuna wanazoona wamezikataa, kwa sababu ujue Al-Hasan bin Ali ni sahaba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, si mtu wa kuchezewa. Talaka haiwezi kuwa kwa mtu mcha Mungu kama huyo, na kama kweli natokea basi takuwa naacha, na kwa sababu ya kutaka nini? Kujenga uhusiano mzuri katika da'wa. Lakini sio kwanza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa nayo tabia hii. Hasa Al-Hasan kawarithi kwa nani? Haya ni maneno yapo katika vitabu vya sira, na vitabu vya sira vya kitarikhi huwa mara nyingi hatuvitegemei kama tunavyotegemea vitabu vya sunna za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayeb anasema babu jawazihi, mlango wa kubaini kwamba inajuzu wakati mwingine talaka inajuzu, ikawa mubahu, si makruhu wala si mustahabu, inajuzu. Lakini anasema lilhajati, kwa ajili ya haja. Hapa kaelezea shekhe kwamba inahitajika haja, si kukurupuka tukumwacha mke bila haja maalum. Akasema wakarahatihi maadamia, na vile makruhu kumwacha mke ikiwa hakuna haja, ni makruhu. Hawa wanaitwa dhawaquna. Mara kaoa kaacha, sio sifa nzuri ya Muislamu. Kisha akasema wa ta'ati alwalidi fihi, na kufuata amri ya baba anapotoa amri kwamba huyo mke mwache. Inatokea wakati mwingine, itakuja mbele tutazungumzia kirefu hicho. Kwa hiyo hapa hadithi nambari 339 ndio عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة
thumma raja'aha. Mpokezi huyu kapokea hadithi kutoka kwa al-Faruq Umar bin al-Khattab radhiallahu anha kwamba bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam talaka Hafsata, alimwacha Hafsa. Hafsa huyu ni binti wa al-Faruq Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu. Huyu ni mke wa tatu katika wake zake bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tunakumbuka kwamba baada ya kufa bibi Khadija radhiallahu anha, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwoa Sauda, akamwoa na Aisha. Hao wote kaoa Madina, kaoa Maka. Kamwoa Khadija kule Maka, kisha akafariki huko. Kisha baada ya kufa Khadija radhiallahu anha akamwoa Sauda na akamwoa Hafsa, wote Maka radhiallahu anhunna jamia. Lakini huyu Hafsa kaolewa Madina, kwa hiyo ni mke wa tatu Hafsa binti wa al-Faruq Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu. Ndio anasema mpokezi kwamba Umar anasema radhiallahu anhu kwamba bwana Mtume alimwaisha binti wake ambaye ni Hafsa, kisha akamrejea Hafsa. Hafsa radhiallahu anha mwanamke sahaba mzuri mwenye sifa nzuri. Ilikuwa yeye ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, inatosha kwa ni sifa, kwa sababu ni katika ahlul baiti. Babake ni sahaba, yeye mwenyewe ni sahaba, mamake pia ni sahaba, mjomba wake Uthman bin Mad'un na Qudama bin Mad'un bao ni sahaba, ndugu yake Abdullah bin Umar katika wapokezi wa hadithi kwa wingi naye ni. Kwa hiyo ni katika familia ya masahaba. Hafsa binti Umar radhiallahu anha kwanza aliolewa na mume akiitwa Khunais bin Hudhafa. Khunais bin Hudhafa as-Sahmi, huyu naye alihajir naye, alihama naye kwanza kutoka Maka kwenda Madina. Aliporejea Khunais umri kwa mfupi akafariki, ndipo Hafsa akawaliwa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kabla hapo, baada ya kufariki Khunais, akawa Hafsa ana umri mdogo, miaka 20 au 21, hana mume. Baba yake al-Faruq Umar radhiallahu anhu alisikitika sana, alihuzunika sana kuona mwanae hana mume. Akajaribu kutaka kuzungumza na Siddiq Abu Bakar, hakumjibu. Akamwambia Uthman, muoe binti yangu huyu, hakumjibu. Mpaka ikaingia kitu moyoni mwake, akaenda kulalamika kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Abu Bakar na Uthman mewaambia wamstiri binti yangu, hawataki. Binti yangu mdogo ana umri miaka 20 au 21. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu akasema, yatazawwaju Hafsata man huwa afdalu min Uthman wa yatazawwaju Uthmanu man hiya afdalu min Hafsa, yani ataolewa na Hafsa na mume ambaye ni bora kuliko Uthman, na Uthmani naye ataoa mke ambaye ni bora kuliko Hafsa. Baadaye alipofika bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwoa bibi Hafsa, aliomba radhi Uthman kwa al-Faruq Umar, kama mimi pale sijakwambia tu, lakini mimi nilikuwa na fununu kwamba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtaja kwamba Hafsa atamuoa yeye, lakini sikutaka kutangaza siri ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kamuoa Hafsa, lakini baadaye pakatokea habari mitihani baina ya mke na mume. Kosa lake ambalo limetajwa katika surati At-Tahrim, limetajwa habari katika surati At-Tahrim, kutoa siri ambayo ukapewa na bwana Mtume. Huyu siseme kwa mtu, akaenda akamwambia rafiki yake mkubwa ambaye bibi Aisha radhiallahu anha. Bwana Mtume akamwacha, akampa talaka Hafsa, jambo ambalo limsikitisha sana al-Faruq Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwalinda masahaba na kuwapenda masahaba, Allah subhanahu wa ta'ala aliamrisha, akaja Jibril mpaka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa amri kutoka kwake Allah azza shanu,
akamwambia raji' Hafsata fa innaha sawamatun qawamatun wa zawjatuka fil janna. Mrejee Hafsa, kwani Hafsa ni mwanamke anayefunga sana funga za sunna, kadhalika anayesimama sana kuswali swala za sunna, si mwanamke wa kuachwa. Kadhalika Allah amechagua kwamba pia awe ni mkeo katika wake zako peponi, wa zawjatuka fil janna. Tumesema kule nyuma kwamba mke akiwa mcha Mungu, anayefunga sana funga za sunna, anayejali sana sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, anayeswali sana swala za sunna, huyo si mke wa kuachwa, huyo akumvumilia tu, akumvumilia ili mpaka ndoa hiyo ifike huko peponi, kwa sababu hiyo ana nafasi kubwa, anaweza kaitumia. Ukihitaji msaada huko atakusaidia. Kwa hiyo bwana Mtume akaambiwa huyu si mke wa kuachwa, huyu Hafsa ni mke wa peponi huyo. Bibi Hafsa radhiallahu anha, habari zake zimezungumzwa katika sura At-Tahrim. Idha sarra an-nabiy ila ba'di azwaji haditha, baadhi ya azwaji, katika baadhi wake zake Mtume waliokusudiwa ni Hafsa. Alipoambiwa habari na bwana Mtume, akaenda akamweleza mwenziwe, akafikiri bwana Mtume hajajua. Bwana Mtume akajua, kisha uliwaje? Nimeambiwa, najua. Kaambiwa na Jibril, bwana mkeo kakusema hivi, uweze kumsengenya bwana Mtume bwana sallallahu alaihi wasallam. Ana habari nyingi, na alikuwa rafiki sana yeye na Aisha, mpaka saa nyingine wanasimama katika kumkera bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Faruq Umar bin Khattab radhiallahu anhu kunyuma alizungumza hadithi, akamwambia binti yake Hafsa, usijifananishe na Aisha bwana, usihadalike, yule mzako ana nafasi ambaye wewe huna, anapendwa sana bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe nafasi yako ni hiyo ulionayo, ilinde. Bibi Hafsa anaambiwa, na ikitokea ikhtilafu tu haraka anakuja Al-Faruq kumfokea binti wake. Na vile vile ndivyo alivyokuwa akifanya Siddiq Abubakar, kumdhibiti mwanawe asimkeri bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndio wazazi wa khairi walivyo, wakitokea kutokuwa na maelewano mazuri baina ya mke na mume, baba anamkanya mwanawe, usichezee ndoa si masala madogo. Bibi Hafsa radhiallahu anha, mwanamke bora, kahifadhi hadithi 60. Kahifadhi hadithi ngapi? 60. Mwanamke tu kahifadhi hadithi 60. Sisi tumehifadhi ngapi? Mimi sina hata moja, sijui nyinyi hapa. Alafu baadaye tunakaa sisi kwa cheli watu kama hawa, tunatafuta mambo wala si ya kweli na kuwasingizia. Hafsa huyu si hadithi tu, ni katika wanawake waliohifadhi Qur'ani wakati bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliohifadhi Qur'ani na wanaaminika. Wakati ulipoandikwa msahafu wakati wa Siddiq Abubakar mara ya kwanza, mabao yote yalikusanywa, akapewa baada ya kuondoka Siddiq Abubakar, akapewa Al-Faruq Umar alinde. Al-Faruq Umar na akampa mwanae Hafsa. Baada kufa Umar, sasa kaja Amir Mu'minin Uthman bin Affan radhiallahu anhu, nataka kuandikwa mara ya pili msahafu, ikabidi msahafu wa zamani upatikane, akafuatwa Hafsa. Kwa jinsi alivyokuwa muaminifu, msahafu kamili uko kwake, uko kifuani na katika maandishi. Bibi Hafsa radhiallahu anha pia katika wanawake ambao walipata bahati kujua kuandika. Unajua Madina ilikuwa waandishi ni wachache sana, kuna baadhi wengine hawajui kuandika, kama anavyosema Abu Huraira, mimi nilikuwa sijui kuandika, mimi nahifadhi moyoni, lakini mwenzangu Abdullah bin Amr alikuwa anaandika, kwa hiyo na hadithi nyingi kuliko mimi. Ndivyo alivyosema Abu Huraira radhiallahu anhu. Kwa hiyo na mwalimu wake mwanamke mmoja sahaba mzuri sana akiitwa Shifa binti Abdullah. Shifa binti Abdullah, huyu ndio alikuwa mwalimu wake. Siku moja alikuja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamkuta Hafsa pale kwa bibi huyu tuliyomtaja Shifa binti Abdullah, anamfundisha pale. Akamwambia, na huyu Hafsa mfundishe, wewe una fani moja, una kitu moja, ruqya, unajua ruqya inaitwa ruqyatul namila.
Hii ni ruqya ambayo ilikuwa ikijua, kwanza ilikuwa kiifanya kijahilia, kisha katika Uislamu akawa anaifanya. Bwana Mtume akamsikia akasoma zile auradi zake, Bwana Mtume akamkiri. Hii ruqya sahihi, hiyo inakubalika.